Je, nina hatia kumwambia mke wangu kuwa nitampa talaka ikiwa ataenda kwenye harusi ya dada yake? Hii inafanyika hivi sasa, na sijui kwamba ni hisia zangu ndio ziko juu ama niko sawa. Wifi yangu anaolewa na nimekuwa nikimsaidia kupanga harusi yake, kuanzia DJ hadi mwenye kupamba na kadhalika. Ameniuliza niwe katika kundi lake la wanaharusi. Nimekubalia hilo. Mume wangu amekubali pia kuniruhusu kuyasoma maombi pale kanisani wakati wa sherehe hiyo, hata ingawa mimi sio wa kufuata dini sana, na pia kuifadhili harusi ile. Sikuulizwa kufanya hilo, lakini ilipofika siku yake ya kwanza ya kupima nguo, nilifika pale na mamangu mkwe na wifi yangu na wakweze watarajiwa. Kila mmoja alikuwa akizitazama zile nguo za wale wasichana wasimamizi wa harusi, na hata mimi pia nilikuwa ninaziangalia. Nilikuwa kwa wakati ule nimeambiwa kuwa sitakuwa katika kundi hilo la wasimamizi wa harusi. Pia sikuruhusiwa kuwa katika picha zitakapopigwa wakati wa harusi, na pia itabidi nijiendeshe mwenyewe kwa sababu mume wangu atakuwa katika kundi la wale wavulana wa kusimamia harusi. Niliambiwa kwamba mimi tu ni mpanga harusi na nitatoka tu ghafla wakati harusi wanaharusi wataanza kupiga picha, na kuhakikisha kuwa kule kwenye sherehe ya chakula kila kitu kiko sawa. Nilitoka hapo na kumtumia mume wangu ujumbe kwamba nilikuwa nimekasirika, lakini sikutaka kuharibu ule wakati mzuri wa wifi yangu wakati alipokuwa akitafuta nguo yake ya harusi, na wakaendelea kuangalia zile nguo za wasimamizi wa harusi. Nilimwambia wifi yangu kuwa ninaenda na hongera kwa nguo. Nikapiga hii simu nilipotoka nje na nikaanza kulia, nikimwelezea mume wangu jinsi hali ilivyo. Hii siyo mara ya kwanza familia hii yake imenifanyia makosa katika miaka 9 ambayo tumekuwa katika ndoa hii. Wamekuwa wakinidharau katika ndoa yangu mara nyingi sana. Nilimweleza kwamba sitaki tena kuihudhuria harusi hiyo, na akasema ni sawa, lakini akitaka kwenda yeye basi itakuwa ni sawa, lakini ndio itakuwa mara ya mwisho yeye kuiruhusu familia yake kunidhalili. Alisema kwamba mimi ninakuwa mpuuzi na familia yake inakubaliana na yeye. Kwa hiyo mimi ndiyo nina hatia katika hili. Alipata maoni kadha wa kadha. Speech distinct alimwambia kwamba hapana, fuatilia hili ikiwa atakataa kukusimamia wewe, na ikiwa utakuwa wa kulipiza kisasi, basi katiza kila kitu ulichofanya na pesa yoyote ambayo ulitumia, na urudishe vyote ulivyonunua. Ashley K akamwambia, ambaye ndiyo mwandishi wa haya leo, akasema, nilikuwa ninaenda kuyafutilia mbali mipango ya mtengeza nywele na mpambaji, lakini mume wangu aliniambia kwamba dada yake alikuwa tayari anawasiliana na hao wapambaji
na inaonekana kwamba walikuwa wananitumia mimi kwa ajili ya rasilimali zangu. Otoboto akamwambia, inaonekana kwamba yeye tayari alikuwa anajua kila kitu, na pia alijua kuwa dada yake alikuwa anafanya haya, na walipanga wote wawili kufanya jambo hili. Capable Breadfruit akamwambia, kwa nini mume wako alijue hili? Kaa chini na mume wako na umwambie kwamba jinsi hili linakufanya uhisi. Usiende katika hadhara zozote za familia hii, na usiende kwenye harusi hii. Usisome maombi yoyote, wala usitoe fedha zozote. Usimwambie wewe, usiende tu. Mwambie mume wako kwamba mipaka yako ni hii, na ikiwa utafuatilia hizi na ufuatizie kile unachosimamia, basi pia yeye asifurahie kwamba watu wanakuwa wanakuudhi kila wakati. Watu wa familia yake wanakutumia. Usifanye jambo lingine lolote kupanga harusi hii, na yale maandishi ya mipango yote uliyoiandika chini itupilie mbali. Kusema kweli, wawachilie mbali na uitishe talaka yako. Mume wako amekuonyesha kwamba wewe sio muhimu, na ameiruhusu familia yake kukudharau mara kwa mara. Pata wakili, mpe makaratasi. Umepoteza miaka 9 na mtu huyu. Ungekuwa umeipoteza miaka hii 9 na mtu anayekuheshimu. Maybiz akasema, wewe ulijua kwamba wanakutoa katika harusi hii, na ikiwa yeye mume wako alijua kwamba dada yake alikuwa tayari anaongea na hao wahusika wenye kupamba na wenye kutengeza nywele na wenye kufanya shughuli zingine, ambao ni wewe uliowaajiri ili usiweze kuikatiza, kama mtu mwingine alivyosema, mpe hizo karatasi za talaka. Tuseme tu kwa mfano, haukuambiwa uwe katika kundi la wasimamizi wa harusi, basi ni kwa nini usiruhusiwe basi kuwa kwenye picha? Na hili nilitazama mara 2. Walisema kwa hakika kwamba ni lazima utoke mara ile baada ya sherehe ile kuisha, ili ukatengeneze mahali pa chakula, na wewe pia familia yako ikakubaliana nao. Kwani kunaendelea nini? Familia yako kwa nini wawe kwa upande wake? Na pia kwa nini walimuuliza mume wako kuhusu wewe kusoma maombi katika sherehe hiyo? Inamaanisha kwamba, na tena wewe wanajua vizuri kwamba wewe sio mtu wa dini, na kwa kuwa umeolewa na ndugu yao, tayari wanajua wewe si mtu wa dini. Haki yako alikutumia, unasema kweli, alikufanya ujione kwamba uko sawa kwa kukuambiwa uwe katika miongoni mwa wasimamizi wa harusi, wakati ule akipita nyuma yako na kufanya mipango mingine na mume wako. Angalia haya yote ambayo mume wako alikuwa anayajua na akakubaliana nayo. Kwa kawaida mimi huwa sisemi tu hili, lakini hapa achana na mume huyu. Na pia ungependa kuangalia uhusiano wako na familia yako, kwa sababu wanakubaliana na huyu bibi harusi. Pia huenda ikabidi uache baadhi ya bwana familia yako kando kuhusu maisha ambayo unataka kuishi wewe mwenyewe ya kukufurahisha. Na kutakia kila laheri. Ambitious Estimate alisema, futilia kila kitu ulichokifanya, ulichomfanyia huyo mtoto aliharibika.
Hili ni la makosa sana. Ikiwa uliamua kukaa, sasa unajua kwamba hutawasaidia tena hata wakihitaji msaada wako. Hili linahuzunisha sana. Pole sana. Comfortable Zebra akamwambia, wewe huna hatia. Wow. Familia yote ya mume wako wakichanganywa kwa pamoja wana hatia. Wanataka uwafanyie mambo mengi kwa bure baada ya kukufukuza katika harusi yao. Kwa hakika hawakupendi. Na mume pia yuko tu sawa na haya yote. Sio vizuri kabisa. Amka, kuna tatizo na uhusiano huu. Hunter Dangerous akasema, inategemea kiwango chako cha kisasi. Kwanza, kubali kuwa mpangaji, ufanye kile ambacho wapanga harusi hufanya. Huwa wanalipwa. Wewe huweki muda wako na fedha zako na bidii yako bila mafanikio, kama vile mpanga harusi wa kawaida hulipwa. Lakini familia yako utafanya vipi hii? Maanake hii ni familia yako. Sawa, ikiwa mimi sio familia kuwa katika picha zozote za harusi hii au kuepuka harusi nzima, basi lipwa pesa zako. Pili, usiende na usimamie pale pale uliposema. Na la tatu, fanya la kwanza, yani ulipo pesa zako, kisha tumia pesa zozote ulizolipwa kufuatilia talaka hiyo. Sio tu kukosa heshima kwa familia hii au yako, ni kukosewa heshima na mume wako. Anafikiria kwamba ni sawa dada yake akufanyishe kazi zote za harusi hii, lakini pia ni sawa kwa sababu atakuona wakati wa chakula cha mchana, wakati umemaliza kuwa mfanyikazi wake, wakati watu wote, wageni wote waliolikwa wanafurahia. Tupilia hilo lote mbali.